ghafla sana. Labda unafikiri kwa nini ameguswa na jambo hili? Nadhani kujitoa kwetu tu. Kujitoa kwa sababu everybody knows kwamba hii ni career mpya Tanzania. Sasa ukiona mtu anafanya ujue ana riski. Sio, unaelewa? So nadhani ameona hiyo courage ya kujaribu, that's why ame give a call. So yeah. Leo mmeanza, lakini mlianza kusema mara changamoto za internet na nini. Tushazungumza sana ili Anskana ukaeleza kwa kina. Leo naona quality kwa ubora sana. Nini ambacho mmekifanya leo? As a technician kabisa wa mambo ya internet ni Jose technician. Tuambie bwana, kwanza hongera sana. Kama nilivyosema na kama nilivyokuwa nasema kila siku, internet au kustream kama hivi ambavyo tunafanya lazima kidogo. So huwezi kufanya stream kama hujaweka uwekezaji, na swala internet bado narudia pale, internet sio tatizo kabisa Bongo. So sisi tunaonyesha mfano kuistream Dar es Salaam mzima. Na sasa hivi tunamaliza Kinondoni, tutokapo tunaelekea tunaenda Kigamboni tunamaliza sehemu nyingine. Masaa 24 hakuna kulala, Mbaga kote airport kote tunafika. So mpaka usiku. Yani masaa 24. Stream ya kwanza itadumu masaa 24. Alafu ni real life stream. Sio scripted. Masaa 24. Tunakuwa na 5 milioni tutaigawa randomly kwa watu tofauti. Tunawaambia kwamba ukitaka kustream ni gharama. Cheki. Mbona gharama hii ni investment mzee wangu. Mbona vifaa? Malavio maana. Kwa mnavyoona kwa speed tu hivi hapa. Mtambo mkubwa, mabetri, kuna device kwenye gari. Kuna device kwenye gari. Because it's not easy bro. Kuja hapa tuna gari 2. Technical teams. Tuna hapa tunapanda watu 6, pale wanapanda watu 7. Unaweza kupiga mahesabu ni watu 13 katika hii team. Timu ina watu 13. Kufanya tu live streams. Unasema mnafika labda internet inakataa kusoma fresh. Hamna. Wewe tuulize hapa chat. Hebu semeni kama kuna sehemu Bongo 5 approve, kama kuna sehemu internet ilikata. Toka tumeanza hakuna sehemu yote internet imekata. Ukiangalia sasa hivi watu ni wangapi? Maana mimi nimeview naona watu mpaka 500. Okay, yani ukiangalia toto ya watu ambao umetutazama leo tuna watu 10,000. Watu waliopita kwenye live yetu ni watu 10,000 mpaka sasa hivi ambapo wewe unatuoji. Ni sasa hivi ni saa 8. Ni watu 10,000 sana view. Ni watu 10,000 sana na hii. Kwa labda mtu ukija kuiona interview baadaye wanaweza kuwa hata watu 20,000, 30,000 mpaka milioni whatever. Labda ni bando la kiasi gani mmeweka kwenye kustream hii jambo? Masaa 24. Sasa hivi mko GB ngapi hivi? Sasa hivi tuna masaa kama 6 hivi na dakika 15. Yes. Kwa sababu hatujui tutatumia bando kiasi gani mpaka tunamaliza. Lakini unajua tu ni gharama. Unajua tu ni gharama na teknolojia hii bando lake ni gharama kulikweli, sio teknolojia ya kawaida. Kama shilingi we cannot yani hatuwezi kusema kwa sababu hatujamaliza bado. Kwa mpaka tumalize. Ila mpaka sasa hivi masaa 24 yakifika ndio tutajua ni how much we spent. Platinum wanasema muende mkastream nyumbani kwake. Sasa simngeenda kabisa moja kwa moja tuongozane jamani mkastream magari hayo. Sasa ratiba ilikuwa tujipange. Ratiba kwanza ilikuwa hivi. Lakini huko kwenye kuchukua magari ya Simba tutazunguka Dar nzima na magari ya Simba. Tutazunguka nayo wenyewe. Diamond na wewe? Tutazunguka na magari ya Diamond Dar nzima. Bwana wewe. Yes. Huyu atakuwa anaendesha ile la blue. Rolls Royce. Asijui ile la blue amesema atakuwa anaendesha yeye. Kubwa la blue ndio atakuwa anaendesha yeye. Mimi nitaendesha ile nyeusi Sprinter hiyo. Comment inasema mbona hamjataka kuambatana na TikToker kadhaa jamani Anskana? Sasa sisi ni kitu tofauti. We are coming here kuvunja tu rekodi. Basi sio kutafuta umaarufu, kuweka rekodi. Wawe binadamu wa kwanza ambao tumeitembea Dar es Salaam nzima chini ya masaa 24, na katika utembeaji huo tumesaidia watu barabarani, tumesaidia wafanyabiashara. Actually hatujasaidia wale watu watafuti msaada. Wale wanafanya biashara sisi tumewaunga mkono hivyo. Bwana. Hamna support nyuma au ni nyie wenyewe mama kujisimamia? Hamna support kaka, ni sisi wenyewe babu. Labda changamoto yote ambayo mnakabiliana nao kwenye hili mnachokifanya, labda nini mamlaka husika na vitu kama mambo ya vibali? So pia nasikia vibali waga vinapa changamoto sana. Mpaka muda huu kiukweli hatujapata changamoto. Mpaka saa 8 hii tunavyozungumza hajapata changamoto. Ila kama ikitokea tutaiaddress. Ila mpaka saa 8 hii hatujapata changamoto ya aina yoyote, na tunaomba Mwenyezi Mungu tusipate, kwa sababu kwa uwekezaji ambao tumeufanya hatutegemei kupata changamoto, ila tutaichanganya hiyo changamoto mpaka itawaka moto. So far sasa hivi mnaelekea wapi? Sasa hivi tunamaliza Kinondoni. Lakini mmesema mnataka kusupport vijana wanaosha vyoo maeneo haya. Okay, basi tuneni tuongozane. Tukaenda. Gari. Yes bana, sofa ni Anskana pamoja na Jose. The world, Tanzania to the map. Namba 1, Tanzania to the world, Tanzania to the map. Live streaming. Ndio hii sasa tuna introduce Tanzania.
Yes, moja ya crew ambayo yuko hapa. Inakuwaje kwanza? Kaka kama kaka. Hongera sana mwanangu. Watu wanaona the way ambao mnapambana, timu takriban watu 13. Labda wewe kazi yako ni nini hapa? Mimi hapa na shoot zile video unazoziona Instagram kwa Anskana. Bwana wewe. Ndio video ninazozishoot mimi. Okay. Master wengi naona wanakukubali sana Nini siri yako wewe kufahamika na kupendwa kwa kiwango hichi? Ni nidhamu, ufanyaji kazi mzuri na kuwa ndani ya muda, kwa sababu watu wengi wanafeli kutokuzingatia muda. Okay. Kitu nilichokimudu ni kuzingatia muda. Saa 2, saa 4, saa 4. Okay. Nashukuru sana mkuu. Karibu sana. Bana, wale wauzaji waosha magari tumewakosa muda huu. Wale pale wadogo. Yule msomo shajansi. Sasa sio kosa letu. Tulikuja hapa kwa waosha magari kutoa milioni 2 hawapo. Kwa milioni 2 yetu tunarudi nayo. Sasa tufanyeje hapa? Una shaurije? Au tukuachie Bongo 5? Watafutwe. Mvua pia labda umejibanza mahali. Hamna hapa. Unatafutaje? Umetenga milioni 2 kwa ajili ya kuwasaidia vijana hawa. Hawa watu ambao wanaosha magari mtaani. Sasa kwa sababu hawapo. Kuna comment naiona hapa inasema mmeamua kufanya hivi, labda masuala ya director ni magumu au inakuwaje? Hivi kati ya hiki na director kipi ni kigumu? Labda tuanzie. Tuambie wewe sasa Anskana, utuambie wewe. Je, kazi hivyo wao ngumu kuongea vitu ambavyo ovyo ovyo. Alafu na visiboe watu. Unajua ni ngumu kiasi gani wewe? Kutembea daa nzima unajua ni kazi kiasi gani? Ni kazi ngumu sana. Unajua wewe. Hivi wewe unajua kusimu kwa taabu. Madogo hapo tusepeni basi. Sasa nimesema mna vifaa vya kutosha. Vifaa vipo lakini it's not easy. Yaani hapo umeona crew. Crew kubwa. Na kijana mwingine huyo hapo Anskana Sasa atapata ataokota ngisi sasa. Afanyaje? Unajua sisi unajua lengo la hii nini? Yule ambaye ameamua kuweka shilingi 20,000, sisi tumuongezee shilingi 10,000 au 15,000. Yeye anacheza udi mbili. Sasa ikiwa tofauti na hapo inakuwa changamoto. Ina maana kama huyo atakiwa awe na mtaji. Sasa mtaji wake ana kitu anapata. Yes bana, ni harakati hizo za kina Anskana pamoja na Jose, madirector hawa ambao wameamua kujitoa kabisa kinage ubaga. Wako live, mambo ni live kabisa kama Isho Speed. Anskana ameamua kuamua kabisa kwa ukubwa. Hakuna kufeli chochote. Alianzia kule Goba, njia 4, sasa hivi yuko mena Moroko Kinondoni. Weka neno tu. Bwana we. Timu watu 13 Anskana tulianzia. Lakini pia wapo watu ambao walikuwa wana join live yetu wanatufuata nyuma. Tulikuwa nao wengi sana. Kama watu wangapi? Sija count lakini tulikuwa tuna watu wengi ambao walikuwa wanatufuata nyuma. Wengi sana. Naam, swali. Fresh. Shukrani ndugu yangu. Asante. Pongezi hizo za wananchi. Vijana Gen Z wanakupongeza sana Anskana. Sawa ni pongezi. Kwani six kama hivyo tunakupongeza, tunakufuata kukimbilia kushuhudia kabisa unachokifanya. Hii bwana, kusema kweli kwanza asante sana na vitu washukuru sana Bongo 5 kwa sababu we all know kwamba tunahitaji media support kuweza kufikia watu. Okay. Sasa tunajua media support sana, lakini we appreciate huo moyo wewe kuinuka kuja. Mimi nimefika mpaka Coco Beach, nafika na nyinyi mnaondoka. Mimi nianza kuwafuatilia nyuma bana. Na mimi nimeona series zimekuwa nyingi, Master Diamond Platnumz wanapiga simu, wana appreciate mnachokifanya, mpo live, muende kwa stream nyumbani kwake muoneshe na magari. Ni kikubwa sana hicho tunakifanya sana Anskana. So sisi tunashukuru pia wewe kuja, kwa sababu tunajua media kuja kwenye jambo kama hili, tunafahamu protocols zinavyokuwa za kiofisi na nini, lakini wewe paka ukaamua kuja hapa ni zaidi ya upendo, is priceless. Nyinyi ni washikaji zetu, ungeweza hata kuwapigia bana njooni, lakini tunajua protocol za kiofisi, lakini nyinyi paka mmeamua kuja, so we really appreciate, na mjue kabisa ili jambo bila media hatuwezi kufikia hapa. Hata ukina Show Speed pasina media publicity maana yake tusingekuwa tunawafahamu. So we really appreciate for this, na bila media ni hatuwezi kutoboa, hiyo ni ukweli. Kumalizia tu Anskana, najua mambo ni marefu sana, masaa ni mengi sana, masaa 24 ya nguvu sana, hapana kuchoka. Labda ni changamoto gani ambayo sasa hivi kuachana masuala ya kimitandao labda inakukata kwa namna moja ama nyingine? Kiukweli mpaka sasa hivi kuna changamoto yoyote? No, hamna changamoto. Hatuna changamoto. But kuna wale watu ambao tunataka kuwasaidia lakini hawaelewi live stream ni nini. Wale kidogo wanakata kwa sababu wanafanya live streaming inapoa. Yes, au kidogo ndo hiyo ndo changamoto ambayo tumekutana nao, lakini all kuhusiana na internet tumeona mmetaja mitandao miwili, kuna YouTube na
na Twitch. Twitch panasemaje huko? Dashboard ikoje? Twitch mpaka sasa watu ni wengi, tunashindwa kupata idadi kamili mpaka to end live. Yes, tukisha end live ndo. Mwingine anasema mbona mjaruka na chopa? Chopa sio usafiri wa chini. Kumbuka ni vijana ambao walitembea. Sio walipaa. Bwana wewe, ni vijana ambao hongereni sana wakubwa. Mimi kama niwapishe muendelee na harakati. Sasa unaona mambo ni moto. Bwana shukrani sana. Hata unadaje? Yes, imekata wote hapa paka Kigamboni. Yes, imekata. Wewe unaenda wote paka Kigamboni. Sasa utateseka bwana, wewe unafanya kazi. Basi tukaishia kwa magari. Sawa poa. Watu wanaguswa, wanaamua twende kwa magari pale. Magari 800 inapendeza. muda unaruhusu lakini. Ndio njii. Mwambie na heri basi. Wewe kama unapanda gari panda gari ile pale basi. Naam. Magari used. Tunaenda pale. Ambaye unafuatilia hapa ningekuonesha kwamba ni uhalisia tu wa kibinadamu, kwamba ni gari tu na Alphard wamekaa huku ndani, lakini sio kwamba kuna maajabu mengine makubwa tu. Ni vijana ambao wameamua kujitoa, ni vijana wenye wadhifa, ni vijana wapambanaji ambao wamefanya mambo mengi sana. Ni masaa 24 ya nguvu sana katika kuzunguka mji wa Dar es Salaam na jiji lote, kuonesha nini ambacho kinaendelea. Hongereni sana wakubwa. Shukrani sana. Pia gari lingine la mbele ile pale libeba baadhi ya mitambo. Hilo swala ambao sema internet haikati. Kuna mitambo miwili, kuna mtambo uko hapa wa mtandao na kuna mtambo uko kule wa mtandao. Kama ushonaga convoy ya presidents, kuna magari ya mtandao ile ya kublock hasa hapa kuna magari ya vifaa vya kuvuta network. Inavuta network, kwa network inakuwa iko strong kweli. Inavuta kutosha jamani. Vijana wameamua kujitoa kuhakikisha wanasaidia vijana wenzao kwa kuwasapoti, kuionyesha dunia ni timu ya watu wa kutosha sana. Kijana pia anafanya vizuri sana. Mwanangu, hivi jina lako umesema unaitwa nani tena? Shady Brown. Bwana wewe. Master, naona mara nyingi wanakutumia kwenye vitu vyao. Wanakuamini sana. Niko sisters tu na nidhamu. Okay, kaka kwema? Kwema kaka. Pole na kazi kaka. Shukrani kaka. Unaonekana lakini mafanya kazi kubwa sana. Cameraman, mambo vipi? Makawa. Tunani wewe? Amenitwa Heavy Chris. Huyo mmoja wa watu ambao wanatufanyia streaming huyu na naam. Bana vipi? Kama kaa mzazi. Bana, hivi ujue nimekuja kuangalia nani yenu bana so poa. Upoa ndio uhitajiki ndugu yangu. Mnaenda kama ile WHO, shirika la kutoa misaada nchini. Tunaenda kama ni watu fulani ambao wanajielewa. No makudani. Mmeshapita Ubungo mmepita? Sasa hivi tuko Biafra hapa. Poa, tushuke Biafra kata Kinondoni. Nani Lichi? Na Ubungo sio Kinondoni? Kote huko yani tunatembea kata. Wewe unataka kujoin? Wewe uko wapi sasa hivi? Ili nijue na kufuata. Uko Mlimani City? Unapajua kwa bingwa magari used? Bingwa magari used. Ile jamaa tunaenda pale sasa hivi. Kama utawahi utatoa mbuli. Bwana turudi basi. Ramani ya Dar es Salaam inayoonyesha njia za kata. Yaani hii ramani unavyoiona hapa, ziko ramani za Tanzania, ramani sijui ya Dar es Salaam ipo, ramani sijui ya wapi ipo, lakini ukienda kutafuta ramani ya Dar es Salaam inayoonyesha njia za kata, yani kutoka kata moja kwenda kata nyingine unapitaje. Hii ramani mzee wangu tafuta unavyotafuta. Lazima jasho litakutoka. Siwezi kusema hutopata, kupata utapata, ila jasho litakutoka. Why? Wewe unatafuta ramani inaonyesha njia za kata ya nini? Yaani hata kwanza tu labda tukianza ukizwa ya nini unajibu nini? Kwa sababu ukienda kwenye Google Map unapata. Sasa kwa nini wewe utake analog map? Why? Unaelewa? So kwenye kustad vitu kuangalia kipi tunaweza, yani kustad unajua stream tumefanya leo, lakini tumefanya research wiki mbili. Wiki mbili imetumia kufanya research. Tunafanya research. Katika hizo wiki zote mbili tulizofanya, moja kitu ambacho tuligundua ni kwamba uwezi kuitembea Dar es Salaam yote ndani ya masaa 24. Sasa ndio tukataka kuprove. Je, inawezekana au haiwezekani? Sababu theoretically ni impossible. Paka ukiuliza viongozi, tulimpigia meya wa jiji wa Dar es Salaam. Meya wa jiji la Dar es Salaam alituambia haiwezekani. Sheta
Sasa wewe kama utasheta ni wewe. Au meya gani mlimuuliza? Ni Sheta. Ni meya wa Dar es Salaam. Anaitwa jina gani? Nurdin. Mheshimiwa Nurdin. Sawa, majina ya wahuni usimuite meya wetu. Meya wetu aitwa Nurdin. Tukamuuliza bana meya, inawezekana kutembea Dar es Salaam ndani ya masaa 24 yote ukamaliza? Akatuambia haiwezekani. Sasa sisi tunataka tufanye kitu ambacho hakiwezekani. Kwa moja kwenye kufanya research ndio tukagundua kwamba kupata ramani inayoonesha kata is impossible. It's very hard to find. Huwezi amini hii ramani pamoja na ugumu wake. Alotuuzie ramani ni teja. Tembeza gari kaka. Ni teja. Mfuate jamaa au jamaa. Mfuate wewe. Jamaa mbona anaenda sehemu ambayo tukubaliani heli. Ni heli bwana. Hawa ndio kwa Doto Magari. Kwa Doto Magari mimi kwa nini? Ndio lawama tu mimi. Heli unaenda wapi huko? Kata Ananasifu sawa. Ananasifu ni. Kata Ananasifu kaka iko Kinondoni. Bwana tunachanganyana kati ya mshikaramani na watu wa miemko. Sisi miemko yetu tunataka twende sehemu nyingine. Mshikaramani ambaye ndo tulikubaliana naye wiki mbili zilizopita ambaye ndo ataongoza huo msafara. Katuambia kuna kata inaitwa Ananasifu. Sisi tulisahau. Hivyo unajua hapa Kinondoni kuna kata inaitwa Ndungumbi. Ndumbingu siji kuna kata inaitwa Ndumbingu. Mtu wetu wa Amani ndo alituonesha kata inaitwa Ndumbingu. Ndio huyu anayeongoza sasa msafara. Yeye ndo anajua. Kwa hapa anaenda kata Ananasifu. Hivi Jose, hiyo mkononi hiyo nini, labda ueleweshe Tanzania? Hii device kwa ajili ya ku view comment na nini. Yes, na kuangalia live iko vipi, pia kutoa direction kwamba kama hapo video ongeze mwanga kidogo. Yes, kama hapo tunaambia ongezeni mwanga kidogo. Pia tunasoma chat hizi na nini. Watu wanasema achana na Doto Magari mshamba huyo. Kwenye comment section hapa. Unakubaliana na hilo kweli Anskara kwamba Doto Magari mshamba? Umeona hao watu wanasema hapa vibe all the time. Hapo mwingine anasema kufuturu chimbo lipo Kigamboni. Sasa kitu ambacho hujui, Kigamboni tuna watu wengi sana wanatusubiri. Hata sijui imetokea wapi. Sana, yani Kigamboni kuna watu wengi sana. Let's keep on bro. Yeah, so Kigamboni kuna watu mlima yani Kigamboni Mbezi Magufuli huko. Alafu ukiangalia tumefanya live hakuna bouncer hakuna nini. Yeah. Na sababu ya kutokuwa na bouncer ulinzi. We all know like kwamba okay tuna vifaa vya gharama, labda una sehemu zinazokuwa disturbed and stuff. Wanahitajika in one way or another, lakini sometimes bouncer anatengeneza vitu vionekane viko official sana. Sasa sisi tunaenda kwa jamii, watumiaji wa mwisho kabisa wa chini. Kwa hiyo ukianza kumletea mabouncer kuna namna anaanza kuhisi kwa umekuja kwangu ukinihisi mimi ni adui au. Kwa hiyo unakuja kwangu ukinihisi labda nitakupiga au. Sasa umekuja kufanya nini kama unahisi mimi nitakuzuru? Si ukae tu uko kwako. Elewa. Kwa hiyo that's why we hatuna maboard hivyo. Tuna act naturally tu. Kwa hiyo maana Anskana sasa leo mmeanza na masaa 24. Kwa baada hapa sasa tunakwenda mkoa gani? Kusema kweli sisi nataka tufanye vitu ambavyo haviwezekani tu. Mfano kama kutoka Dar mpaka Mwanza kwa pikipiki. Unaelewa? So ni tunataka yani change vitu ambavyo haviwezekani tu. Oi. Lakini pia kuna ile challenge ambayo tulikuwa tumeisema. Unajua sisi mshikaji. Dar to Dodoma. Sawa basi kwenye SGR hiyo pia tutaipiga. So tutaalika baadhi ya watu. So tutaalika baadhi ya watu. Kwa hiyo nendeni Vingunguti, sehemu inaitwa Msalabani. Vingunguti kwa Simba shule ya Tapa, Magomeni Kagera alipozaliwa Dula Makabila. Upande wapi director mwenzangu Sesa Mzokombo, Mr Blue pia mitaa. Hizi ni comment. Hapa kwa nani? Kwa Doto. Tunabidi tuingie ndani kwa umesikia unajua napoenda? Sio unajua napoenda? Ni humu ndani humu. Kwa utarudi reverse humu ndani napoenda. Kwa Isha Mashauzi. Kwa hapo unarudi reverse kuingia katika huu mtaa. Ya hivyo. Lakini Hansi hizo ni freestyle unajua. Hapa ndo mtaa wa Ananasifu. Hapo maana kata ya Ananasifu. Kwa tunamalizana kata ya Ananasifu tunasepa. Huyu kasema ni kwa Isha Mashauzi. Ngambia kama ana mudu sawa. Mimi si tubahatika kuwa na urafiki naye. So bwana tuko mtaa Ananasifu. Food lovers. Yes, I think ndo eneo lake. Lakini sasa mvua inavonyesha hii. Sasa Dar es Salaam nzima ni kuanza kata ngumu kuja kata rahisi. Ndio maana tukaanzia
mbali kuja karibu. So sasa hivi ninachokifanya ni kama kupaka Blue Band kwenye mkate, ni shwa shwa shwa. Maana sasa Kinondoni si kama jamani, tunamaliza yote. Yani sehemu ngumu zote tumemaliza. Sehemu ngumu ujue ilikuwa mbali. Lakini naona kama mmeenda wilaya kwa wilaya. Hapana, tumeenda kata kwa kata. Kata kwa kata. Lakini pia tumefanya extra. Unajua tumezunguka na mitaa pia. Na mitaa pia kama Madale sio kata. Maarufu yote tumetembea nayo. Madale sio kata. Wapi panaitwa pale? Tumeenda Wasafi, tumeenda EFM, tumeenda Crown. Hizo ni extra tumeongezea. Hizo ni extra. Bado yani tumetembea sana mitaa. Umeelewa? So iko hivyo. Watu wanasubiri kwa kiwango kikubwa huko. Sema kweli watu wanasubiri kuona tushindwe, lakini tunawaambia kwamba kuna kushindwa. Hatutoshindwa. Yani hatutoshindwa. Yani hiyo tu ni ukweli. Wajue tu ya kwamba yani kuna muda itafika tatumia hadi punda kuzunguka da. Tushapanda daladala, tumetumia daladala, tumetumia pikipiki, bajaji, tumetumia bajaji. Tabakia punda na farasi. Labda na meli. Ameli, boti. Sema sasa Kigamboni bahati mbaya mamlaka zetu haziruhusu kushuti pale. Sasa hiyo ni tayari tatizo. Tutapita kama upepo. Yani mamlaka zetu haziruhusu kushuti kwenye boti ile ya kivuko. Kwa live tutakuwa tupite Tanzanite pale. Tanzanite ilikuwa tupite. Lakini kuna bonge moja la bango pale. Kutokana na protocol sasa hatutoweza kufanya nini? Tuko Kinondoni. Dar es Salaam. Ananasifu. Wewe unapajua ananasifu? Napafahamu. Kwenda huko ananasifu waje. Napafahamu. Sasa uko unapajua pale lakini uko jipaitwa ananasifu. Haya kata ya Ndugumbi. Hiyo Ndugumbi hiyo ndugu yangu wewe mwenyewe mimi msema la kweli. Mo. Tupeleke kata ya Ndugumbi. Watu ambao wako kwenye crew lakini hawaonekani kwa sababu wao ndio wanasimamia mitambo. Tumeshazungumza na kijana ambaye anadili na masuala ya social media, lakini pia sasa kuepuka masuala ya copyright, kama unavyoona ndugu mtazamaji, wanajaribu kumove haraka sana sehemu ambapo panakuwa panasikika muziki hapa na pale ili kuondoa strike na mambo mengine. Kameramani pole na kazi. Asante. Unaitwa nani majina yako? Anaitwa Hebi Chris. Hebi. Hebi. Toka saa ngapi umeanza harakati? Tulianza saa 3, niko na ndugu yangu hapa. Tumeanza saa 3 mpaka muda saa 3 asubuhi. Okay. Brother pole sana, tumezungumza kwa kifupi, lakini tu niambie mpaka sasa hivi unajisikiaje, lakini una experience gani katika hili? Okay. Mpaka sasa hivi niko poa. Pia hii kazi ndio tunaifanya na tumeanza leo. Tangia asubuhi kama ndugu wangu alivyosema hapa. Alafu pia kama unavyoona timu huko. Nazidi kupambana kuweka jambo sawa. Okay. Asante sana. Huyu anakupeni nini sasa? Yuko live, Askana yuko live. Askana yuko live. Yuko wapi? Askana yuko live. Yuko wapi? Yuko nyuma. Karibu. Tuko live. Askana ndo nani? Tuko live. Anasemaje? Tuko live. Anasemaje Askana? Hebu shusha kofia lako baya hapa. Wana habari wanasema kuniona. Tuko live. Bana, huyu Askana mwisho mtamtelezesha kwenye mfereji. Kama Mungu mtu. Mjomba. Mjomba mbona unaekaeka? Yes bana, kitu ambacho ungefahamu kwamba hapa tuko live, zaidi ya watu 1000 wana stream live. Maisha yanaenda mbele na kurudi nyuma. Sawa, usimzanie mtu kusema yule ndo sasa hivi. Anachoongea yeye kweli kama anisha. Haya tuone. Sasa kwani utatoa siri zetu? Utaongea siri za ofisi? Huyu achana naye bwana. Okay, Doto, labda kitu ambacho ufahamu, huko live takriban watu 1000 wanakutazama sasa hivi live wa Tanzania. Nini cha kumwambia Askana pamoja na Jose? Mweleweshe. Niweke vidola vyangu vizuri, maisha magumu. Siko mfukoni kaka. Niache bwana, mimi mkubwa. Mimi mkubwa. Askana ndio unakimbia, utanipa tu hizi za watu. Yakureshe. Niambie mdogo. Mimi na ndugu yangu hapa Jose. Tulikuwa tunabishana. Ubishi umeanzia mbali. Inawezekana kutembea Dar es Salaam yote kata za Dar es Salaam ziko 102. Je, inawezekana kuzitembea zote ndani ya masaa 24? Uwezi bwana. Hauwezi. Ngoja nisogeze gari watu wapite. Uwezi. Sogeza gari. Muona bwana? Story imekwaje? Story. Ubishani ni kwamba je, inawezekana kutembea Dar es Salaam yote? Dar es Salaam ina kata 102. Je, inawezekana kuitembea Dar es Salaam yote ndani ya masaa 24? Kwa sababu kata ngapi umesema? 102. Ndio sijasoma. 102. Zimebaki kata 70 tu. Kata 70. Sasa wafikiri utamaliza saa hizi saa ngapi? Mpaka kesho saa 6 usiku. Sio leo.
Sio leo mpaka kesho saa 6 usiku. Na sasa siku yenyewe usikumaliza, kuna wengine wanataka kukaa na nyie muongee kana nusu saa masaa mawili. Kwa hiyo usijiwekee saa 6 usiku. Yaani ujiwekee mpaka kesho kutwa yake asubuhi. Sasa kisha mpaka kesho kutwa yake unakuwa hujavunja rekodi ya dunia. Sinaweka rekodi ya dunia. Masaa 24. Haya sawa, tuendelee. Mnaweza mkaweza kwa sababu mmeamua kufanya jambo lenu na unaloamua lazima lifanikishe ili tuweke rekodi ya dunia. Sawa, hilo nitakuungeeni mkono wadogo zangu. Hasa katika kupita kwetu, hii kata inaitwa Ananasifu. Kata Ananasifu ndio nilikozaliwa Doto Magari. Kila kata tunatafuta twende sehemu ambayo ndo ina hiti eneo hilo. Kwa hiyo eneo hili ambapo pana hiti ni hapa. Hakuna sehemu nyingine. Na mimi ndo mzaa Kinondoni hii. Yaani hata mkinikuta mbali hapa nimekaa sehemu nyingine lazima nikichangamka. Sababu mimi ndo mzaa na mimi ndo mlengwa. Tofauti na ndugu zangu wengine. Si unajua wanaogopa kuwakilisha mkoa wao au kuwakilisha mtaa wao. Lakini mimi mkaa nimeubeba. Na ndio maana unaheshimika. Kinondoni kuonekana ya wauni, wapora simu, wapora saa, lakini nilivyowakilisha mimi Doto Magari, watu wametulia. Wanajua hapa kuna mfalme na hapa kuna influencer ambaye maisha yake ya ukweli. Wewe ni mdogo wangu. Mwingine angivaa kofia mpya singi nyambuka kwa sababu anskana ana jina. Lakini umewaambia watu kwamba unaona sandozi yako imekatika. Angalia mjomba. Kitambaa chake za sijelo hichi. Haya nyie lakini mnaitaka hii content creator. Si umeelewa? Lakini mmeamua kuwa wa kweli. Wewe umevaa rozari ya shilingi 1000 hii. Sasa tutazalilika kweli. Lakini mmekubali. Sawa. Kwa sababu ni content creator ukweli amfeki maisha. Sio umeelewa? Lakini mwingine angejua kuja Doto Magari angejipimpu nini. Wewe ungevaa mraba huo kama wa kuchumpa. Sio umeelewa? Wadogo zangu. Ndio mimi nakukubali. Kwa sababu wewe una dola. Mimi siwezi kuacha, lazima upate dola. Wewe upokee la Tanzania kwa leo. Gari iko wapi? Tupe hela kigeni huyu. Mwite wenye gari, mdogo wangu ananichikisha makoto. Nani? Mpigie dereva. Wewe mbona umeshangaa umekaa mpigie dereva? Hii kusikia dola kasogea angalia bicho lake kama mtu fulani. Hii kusikia dola kaja angalia bicho lake. Tulia mdogo wangu ananipa makoto. Familia. Uko wapi X5? Basi mdogo wangu kumbe unashika chochote. Uko wapi? Shika kibegi. Njoo hapa unaitwa. Sikiliza, jamaa anakuja huyu hapa. Katika hiko kieneo na ikaga kadi ya gari uko kigusa chini kabisa utakutana na dola. Tolee dola 100 mpe huyu. Chini kabisa. Nenda mdogo wangu. Nenda acha uvivu wewe utagombana. Hiyo ambapo unasema unabonyeza fanafunguka na ikaa kadi ya gari pale. Sasa unaona babu yenu nikichukua dola 100 na nyewe mnaniomba. Mama Chanja nakuja kufanya shopping. Mdogo wangu asikana kanipa dola 100. Sasa sema una mdomo. Sasa nakuja kununua vitu unanitangaza. Yuko huku. Angalia baba. Yes, so far pita huko wewe. Shamba nini? Sio kwenye gia hapo juu ndugu yangu. Bwana wewe unapewa maelekezo tutagombana samani. Angalia vizuri acha mapepe. Pembeni ya kioo kuna sehemu unabonyeza afu nafunguka. Pembeni ya kioo. Ushajua? Mwangalieni wewe unatoa. Wenzao wanatoa riski mantashari. Mwangalie kipala chake kama shilingi. Analomba yule Isatambu. Sasa mimi Isa nitakaa na wewe nitaweza nikatoka kimaisha. Mimi natoka kwa watu wa pembeni, mshamba. Wewe dola 100 yako mpaka mtumikishe mtu kazi. Wanangu. Tunatembea kata 130 tunatembea. Yes, kitu ambacho ungefahamu kwamba tupo Kinondoni, Dar es Salaam na hapa ni maeneo ya mara nyingi Doto wanaonekanaga hapa. Okay. Tupo live. Dunia nzima. Viongozi wote waheshimiwa, piga kelele. Yes. Kwanza linga afya cha kitumbo. Yes. Doto. Unajisikiaje mtu anakuona live sasa hivi? Boda. Sisi ndo mataikuni. Sisi ndo mataikuni. Challenge. Nimepata challenge ya 100,000. Naangalia live nimetoka mikoa. Utapata sosi kibonge bwana, angalia boda tumbo kabuyu. Tajiri kwa pesa kana kwa wewe. Mimi hapa. Yes. Yule bwana ndo umepewa pesa tajiri. Kwa pesa kana tajiri. Mpe tajiri wewe unapewa tu mwenyewe umepewa. Wale unakabidhi dola 100 kwa mwanangu. Babu. Mama Chanja anakuja kufanya shopping, tulia shamba. Yes, kitu ambacho mwenye mji wangu watu fudenge najua leo zinauma, nachukua 100 kwa mdogo wangu. Nachukua 100 basi kupi. Acha ni maneno ndo maisha yetu. Wewe mwenyewe kichetu utanizungukia, lakini nguvu mtoka kwa mdogo wangu. Yaani riski masiku 7 riski mantasha. Mungu akikwambia ipo hata mvua ikinyesha. Mdogo wangu kuna vituo vingapi? Kata 102. 102. Dola 100 na nguvu, niacheni piga kelele wa shamba, ndio maisha yangu. Tunazunguka kata 100. Mwanangu asikana, Mungu akuweke. Piki hapo respect. Mnaona babu namna gani? Baadaye nakuoa. Katoka wapi? Akaja na vumbi mwanangu balaa, yuko live, yani anaendesha pikipiki katufuata mpaka Goba. Yuko live. Toka Kariakoo. Ndio kaja na vumbi kama katoka kuchimbwa. Alafu unajua uzuri wa live mtu ambaye kaiona kuelezea tunajua kweli kaona.
Jamaa ameweza kutuelezea vyote tulivyofanya ndani ya sekunde. Mlifanya hiki, mfanya hiki. Ambapo vitu hatukupost Instagram. Na naona bodaboda wengine wanafuata kwa nyuma kwa wingi kabisa. Bro, watu wanafuatilia. Mwamko ni mkubwa. Tunafurahi kuona mambo ya stream sasa yanaanza kueleweka Tanzania. We all know unajua stream ni Jose ameanza kufanya. Anafanya kwenye ukubwa sana. So kipindi anaanza alikuwa anapata comment nyingi sana za huwezi na streaming bongo bado. Unajua hizo negativity a lot. Lakini leo tuna stream tunapata viewers 10,000 kwa pamoja. It's not a joke. Okay, moja kitu ambacho nimeobserve ni mkipita sehemu kama kuna muziki unasikika, cameraman anakuwa iko sharp sana kumove kwa haraka eneo hilo kwa haraka sana. Kwa sababu ya kwenye YouTube kuna, hebu muelezee kiutaalamu. Huyu ndo anajua mambo. Nataka tuambie wa Tanzania ya copyright za nyimbo za watu. Ya tuko live zikizidi live inaweza ika end. So watu nakwepa, ndio maana unaona tukifika sehemu yenye muziki tunaambia akimbie fast, yani asiwe around na hapo. Umeona hizi flag hapa ni za watu kwenye comment section. Hizi flag hapa ni za Kenya. Kwa watu kutokea Kenya wanatuangalia sasa hivi hapa. Wengi sana. Kwa hiyo hii live imeenda mbali sana mwana. Kuna watu kutoka Dubai. Dubai, Kongo, Uganda, Rwanda. So nadhani tukishamaliza live tutaiangalia ni wapi umeangalia sana, then tutapost kwenye mitandao yetu ya kijamii. Lakini pia tuangalie Twitch wanasemaje. Nadhani pia support inaendana na jitihada. Huwezi tukukaa nyumbani support ikakufuata. Haiwezekani. Kuna maandalizi ya kuitaka hii support ambayo unaiona labda kama Diamond Platnumz vile kutupigia. Ni jitihada zimefanyika. Watu wanaona, ujue. Watu wanaona juhudi za mtu, wanaona ukuaji wa mtu. So huwezi tukaa nyumbani support ikakufuata. Na lazima umeke movement mzee wangu. Yaani lazima ufanye, yaani lazima utoke nje ndio vitu vitokee. Haiwezekani tu, yani it cannot come from nowhere. So yeah, kwa hata kama uko zako magetoni sasa hivi una mchongo wako unataka kufanya, you go do it mzee. Nakumbuka stream yetu ya kwanza of course haikuwa na watu wengi. Jose wetu alikuja kustream pale ofisini kwetu. Then the ideas goes to tukaenda Coco Beach. Kufika Coco tukakutana na tulipiga challenge ya madogo anza kupiga push up. Kila mtu pick random mtu, yani tuzunguke pale Coco, kila mtu achague mtu ambaye anamuona ni mnoma, afu apige push up. Ataishindwa mtu wake anatoka mpaka mtu wa mwisho. Baada ya kufanya challenge mshindi akapata shilingi 50,000 afa kaongezea 50,000, jumla alipata 100,000. Yule jamaa baadaye alikuja DM aliandikia message ndefu sana ya kushukuru, akaniambia yeye kuanzia asubuhi mpaka jioni pale Coco akipata sana kwenye kupiga picha anapata shilingi 5,000 including nauli kula. Leo kakutana na nyinyi mmempigisha tu push up mmempa laki. Bro, hebu what, yani sijui unanielewa. Noma mzazi. Richie yuko wapi? Jose yeye mkubwa. Mimi bwana, mimi ndo nimeshikilia mtambo wa comment section hapa. Kuna jamaa anasema I'm live from Iran. Sasa Iran kuna mtandao gani ndio? Niko live nakupigia. Huko anakuambia. Hii hapa kuna flag za South Africa, kuna flag za Tanzania, kuna flag za Kenya. Umeelewa Kwa hiyo wote wanatufuatilia sasa hivi. Kwa hiyo kuna Marekani, we are waiting you till you finish the live. Uko Fiston nani? Wengine wanasema tuende Dodoma. Tunaenda wapi? Okay, nilikuwa nataka kufahamu kwamba Anskana kwenye upande wa ulaji. Unatoka asubuhi kwanza nataka ndio maana tunaanza sasa message nani? Saa ngapi wanakula dagaa tu rafiki yangu? Sema kweli. Tunakula navyo utanavyo barabarani. Why? Ndio vyakula ufikia kama hapa na Nasifu. Au labda hapa Wananyamala. Wanachokula. Wanachouza ndio wanachokula wao. Kwa sisi natamani kula ambacho wao wanakulaga. Ndio maana tunakula kama hivi. Huu ni uduvi, sijui ni uduvi, I don't know. Sijui kamba koche. So kama hivyo, kama tulipopitia kwa Msechu tukala Mgebuka. So ndio nakula hivyo. Labda ungeuliza mbona hamnyi? Hapo ndio ungekuwa umeuliza swali gumu. Hapo ndio ungekuwa swali gumu. Bwana. Lakini maswali hata linaenda wapi? Yaani ngoto kama alipo. Kameramani, unajisikiaje mpaka sasa? Mimi niko poa ndugu yangu. Kweli? Njavi, sikuona ukinywa chochote wewe. Nimepiga maji. Nini? Bwana. Sema nani?
Umepiga vijana na ustahimilivu, yani hekima kubwa sana. Kijana wako umemtengeneza mwenyewe huyo huyu ni professional hiyo kazi. Tumekutana naye kwenye riaso tu. Yeye ni professional hiyo kazi. Kwa maana mlifanya riaso kabisa? Ilikuwa ni riaso namna gani? Ku text signal. Hiyo ni riaso ya msingi sana. Na per second kwa dakika ilikuwa inasoma kama ngapi? Mbps. Huyo ndo mtaalamu wa Mbps, muulize hivyo nagonga baba. Hebu tuambie bwana mbona kutazama hapa. Kwa hiyo kwa kawaida HD ya kawaida inaanza kwenda hewani kuanzia MB 4. Lakini sisi tuna uwezo wa ku maintain Mbps mpaka 20. 20 Mbps per second. Bwana wewe. Lakini at the moment tunagonga hadi 9, 10, ndio maana watu wengi unaona wanakuambia stream iko HD, ni kwa sababu internet iko hapo, yani haishuki chini. Yani haishuki chini ya 6 Mbps. Okay. Yeah. Na inakuwa ni internet ya namna gani sasa? Ndugu yangu Hapo hiyo kidogo ni darasa. Hiyo sasa ni darasa. Kesho ambapo stream inaisha. Najua kwa sababu anauliza hivi Anskana. Yaani vitu ambavyo ni vigumu nyie mnavifanya kwa hiyo mimi mwenyewe nilisema kwamba tutakuja kuizungumzia, si ndio kana? Tutakuja kuizungumzia kwa sababu ni darasa jingine. Yaani ni darasa jingine kabisa. Yes. Sorry. Umeshusha kio. Na mzigo mwingine umeingia. Hiyo ni stabilizer umeme. Mandela. Sio hiyo. Nilisema plate, ile plate iko wapi? Hiyo sio. Nataka kutuhakikishie kwamba jambo halitakata kabisa mpaka kesho. Mtakuwa live hivi? Nakuhakikishia 100%. Haitokata. Kupa nani? Haitokata. Plate bora umempa hiyo ni plate. Nimemwambia John ampe plate. Bahati nzuri mimi nilimwambia ongea na John. Haitokata. Hata yeye. Mpe waya. Mwamini kama haitokata? Wewe utakuwepo na sisi. Tunasubiria. Yaani mwenyewe nasubiria. Mimi nasubiria kama wewe. Betri na charge. Aende nayo pale nani kwa nani? Ndio namwambia hapa ndio hapa wapi tupo? Wakumbusho. Wakumbusho. Mango jamaa atafanya? Yona. Natoka Bongo. Huyu anakuwa plate, boma hapa hiyo. Natoka Bongo. Nyema dem zao ndo wake na Zuchu. Kapewa bwana, kapewa lichaji tu na waya. Ndio na Kabongo Flava. Kina Rudiva. Plate, sio beti, plate. Kina Zuchu. Natoka Bongo. Plate, sio beti, plate. Babu tunakula uduvi. Kipi tena? Uduvi mlima. Sasa bwana tunalipia nauli ya abiria wote. Kwani ndio konda? Bwana tunalipia konda. Bwana ndo anashuka sasa. Na hapa watu. Tunakuwa huyu wawili. Bwana bwana tumelipia. Asante bwana, jamaa bwana kaniwezesha. Maana ulitarajia kupata shilingi ngapi siku ya leo? Siku ya leo bwana ningependa nipate hata shilingi 50,000 mimi kama mimi. Na dereva wangu akipata 60 inapendeza kweli yani. Neno moja tu. Neno moja tu. Bodaboda. Kuna live hapa. Watu ambao kwa mnasema stream haiwezekani Tanzania, tunawaambia inawezekana. Matter of investment. Umewekeza kiasi gani ku stream? Kama una stream kwa investment ndogo lazima iwe impossible. Lazima uonekane uko serious na watu wa serious na wewe. Kwenye kila sehemu, kuanzia kwenye promotion, ulivyojibrandi hadi uwekezaji wako wa equipment. So bwana bwana mpe hata 20 la mafuta bwana, hapa 20 la mafuta. Kita kimeisha twende benki. Mbona kana nakimbia? Hilo hapo. Shukrani sana. Bwana asante sana. Lakini pia kitu ambacho nataka kukuambia sasa hivi usiende live kwa sababu bado kuna vitu vinakuja. Kuna mtu atapewa gari kwenye hii live. Atapewa gari. Mtu atapewa bodaboda, mtu atapewa bajaji. Kwenye hii live unayoona hapa. Usiende hapo. Usiende. Wewe just relax. Sisi tunamaki kila mtu wetu. Tunashuhudia maajabu. Bwana bwana. Bwana karibu kaka. Tuko vizuri. Na kuona tajiri. Kwa hapa tunaenda wapi sasa hivi? Bagamoyo. Tunaenda wapi sasa hivi? Hapa sasa hivi tunaenda Sinza.
Wapi? Sinza, si ndio? Sinza. Ngoja. Bwana katika msafara wetu ameongezeka Lichi Msafi. Si ndio? Lichi Msafi ameongezeka msafara wetu, anasema mpaka wapi? Chanika tumemaliza. Gongo la Mboto. Tuma za kwenda Wasafi ni ukweli? Jibu basi Richi. Kuna ukweli? Kaka. Nasikia studio mpya zimejengwa, zimeshushwa chini. Kuna ukweli kwenye hilo Richi? Richi. Oya Jose. Twende Chanika. Richi ni ukweli, jibu basi. Richi, neno moja. Ukweli nini wewe? Tutachana nazo hizo. Sawa. Au na mimi niweke muda. Sawa, whatever. Umefunika juice. Nimeweka $400 hapa. Una sekunde 60 za kunywa hii juice. Bila. Wewe mshike hiyo kofia. Eka nani? Kunywa hii juice. Bila kushika hiyo. Sekunde ngapi? 60. Sekunde 60. Tunataka niambie. Kunywa hii juice na ndio kushika hiyo kofia. $400 hapa. Eka muda. Kunywa. Eka muda. Ngoja kwanza. Tunaanza tayari. Chukua yote. Sawa, tushaanza. Hairudi. Moja. Eka muda jamani huko. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Subiri sasa. 19 20 21 22 23 24 25 Waonyeshe ushahidi. Tuoneshe wewe. Waonyeshe ushahidi. Tuoneshe nini? Waonyeshe ushahidi. Si ufunuo angalie. Tuoneshe wewe. Nishakunywa. Tuoneshe. Mimi nishakunywa. Tuoneshe wewe. Mimi nishakunywa yote. Sasa 4. Angalia jinsi kama hivyo. Sasa 6. Sasa 7. Sasa 8. Sasa 9. 40. Mimi nishakunywa. 43. 44. 45. 46, 47, 48, 49, 50, 51. Mimi nishakunywa. 53, Mimi nishakunywa. 54, 55, Mimi nishakunywa. 56, 57, Mimi nishakunywa juice. 59, 60. Maliza ameshindwa. Umeshindwa. Akiona ukinywa. Umeshindwa. Mimi nikwambia wewe sio mimi. Kwanza. Mimi naweka bunda. Weka bunda mezani. Weka tu. Weka. Unakunywa wewe. Sawa. Yes bana, hiyo ni jeuri ya Richi Msafi. Naweka lakini leo. Nakutumia kwenye simu. Nakutumia. Tuma sasa hivi. Nakutumia. Yote ambaye anaweza kunywa. Ndio tuinywe. Weka yeye. Ndio kufia kofia. Sasa, kwanza hii challenge nimeshindwa sijashindwa. Umeshindwa. Wewe umejua